Korea Kaskazini imeanza ujenzi katika miji 7 angalau kote nchini, kuashiria kuanza kwa mwaka wa 3 wa mradi wa 20x10 wa maendeleo ya vijijini unaoongozwa na kiongozi Kim Jong-un, mradi ambao bado unalenga watu wanaofanya kazi kwenye viwanda vya silaha na kambi za kijeshi. Kim alihudhuria sherehe ya kuchimba msingi kwa ajili ya viwanda vipya katika kaunti ya Unyul, kusini magharibi mwa mji mkuu, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la kidemokrasia la Kijapani KCNA iliyopita, ambapo uchambuzi wa NK News wa picha za satellite kutoka Planet Labs unaonyesha kuwa wafanyakazi wa ujenzi wa kijeshi wameweka kambi na kuanza kubomoa majengo au kusafisha ardhi katika miji ya kati ya kaunti za Sinhang, Sonchon, Pyongyang, Pyongyang, Pyeongsan na Tai'an. Katika hotuba yake kwenye sherehe ya Unyul, Kim alisema mradi wa 20x10 tayari umebadilisha msingi wa uchumi wa kanda uliokuwa nyuma wa karne iliyopita, na hapa nanukuu: lengo langu ni kuinua kiwango cha maisha na utamaduni wa wananchi wa kanda hizi hadi ngazi ya juu zaidi, mwisho wa kunukuu. Alisema, akiongeza kuwa ujenzi wa viwanda vidogo vya mavazi na vitafunwa umewezesha vijiji kuanza kupata ushindani sokoni kitaifa. Mradi wa 20x10 ulianzishwa mwaka 2024 kwa lengo la kujenga vituo vya afya vya kisasa na viwanda 2 hadi 3 katika kila eneo 20 kila mwaka kwa miaka 10, ukiwalenga zaidi miji na kaunti 200 nchini Korea Kaskazini. Viwanda hivi hutoa bidhaa kama vile pipa za plastiki, sabuni, crackers, mavazi rahisi, furniture na bidhaa za samaki. Mwaka huu kwa mara ya kwanza hospitali na kompleksi za starehe zitaanzishwa pamoja na viwanda vya sekta nyepesi katika miji yote 20 iliyochaguliwa kama sehemu ya sera ya maendeleo ya kanda 20x10. Picha ya 3D zilizowekwa nyuma ya kiongozi zinaonyesha hospitali, kompleksi za starehe pamoja na viwanda 3 vya sekta nyepesi vilivyopangwa kujengwa katika Unyule mwaka huu. Kompleksi za starehe zitakuwa na maktaba, maduka machache, supermarket, soko la nje, mazoezi ya mwili, saluni ya nywele, sinema ndogo na huduma nyingine za msingi. Na hapa nanukuu: zimejaribiwa katika kaunti chache mwaka jana, lakini mradi huu sasa utaanza kwa kiwango kikubwa mwaka 2026, mwisho wa kunukuu, alithibitisha Kim, ambapo hakutaja vituo vya usimamizi wa nafaka alivyokuwa ameahidi kujenga kila mwaka tangu mwaka 2024. Aliongeza kuwa mradi huu si tu unalenga kuboresha hali ya maisha ya vijijini, bali pia ni mafunzo ya kiitikadi kuhakikisha utii wa wanajeshi walioteuliwa kujenga katika legitimate ya 124. NK News imebaini kuwa miji 7 tu inaonyesha shughuli zinazolingana na maandalizi ya kawaida ya mradi wa 20x10, na wengi wake wana uhusiano na sekta ya kijeshi na silaha, ambayo ni pamoja na Unyul, kaunti ya kwanza kuchaguliwa mwaka huu, yenye umuhimu kwa madini yanayohusiana na chuma cha chapua yanayozingatiwa kwa uzalishaji wa silaha. Sinhang, mji muhimu wa kiwanda cha kijeshi kinachojumuisha magari ya uzinduzi wa missile na APC pamoja na jengo kubwa la kemikali na vilipuzi. Sonchon, nyumbani kwa kiwanda cha Oktoba 8 kinachohusiana kwa namna fulani na mpango wa missile kutokana na ziara ya maafisa wa maendeleo ya silaha. Pyongyang, makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la watu wa Korea, muhimu kwa operesheni za mstari wa mbele dhidi ya Korea Kusini. Aidha, Pyongyang ni eneo lenye kambi kubwa ya kijeshi inayowezekana kuwa msingi wa missile pamoja na eneo la mafunzo ya silaha za mabomu kando ya pwani, huku Tai'an ikiwa ni kiwanda kikubwa cha mashine nzito pamoja na viwanda vya elektroniki na kioo vyenye uwezekano wa kuhusiana na kijeshi, pamoja na Pyeongsan ambayo ni kaunti yenye misitu ya silaha na misingi ya kijeshi karibu na Sariwon, lakini uhusiano wake na mji mkuu
haueleweki vizuri.